Kwa jina langu naitwa Mwalimu Baraka Mwajeka. Najua wengi mnanifahamu na jana nilikuwepo hapa. Natamani leo nitumie kwa muda ambao niko nao. Natamani usijokaa umekuja kupoteza muda, wala umekuja kuongeza dakika ambazo kama vile za kawaida. Haujaja kupoteza muda, umekuja kuongeza kitu ambacho kitaingia kwenye maisha yako. Always huwa naheshimu muda wa watu. Naheshimu muda wa watu kwa sababu najua kabisa muda ni sehemu ya maisha ya mtu. Maana yake zikipotea dakika 2, maana tumepoteza dakika 2 za sehemu ya maisha ya mtu. Na mimi namuogopa sana Mungu kwamba nikupotezee muda katika hii siku ya leo. Na nataka nizungumze kitu kizuri kimoja ambacho kinaitwa ubunifu. Anataka kuzungumza kwa namna ya tofauti kidogo, na natamani unisikize kwa makini, lakini pia utake note kwa haraka vile vitu ambavyo vitaweza kukusaidia wewe. Kwenye haya maisha ni maamuzi yako, uwe wa kawaida au sio wa kawaida. Wewe ndo unaamua uwe wa tofauti au sio wa tofauti. Wewe ndo unaamua uishie wapi au ufikie wapi. Na kama wewe unaamua ufikie wapi au uishie wapi, maana yake una kazi pia pekee ya kuweza kufanya ili uweze kufikia kuna unapohitaji. Kwa sababu hata usipoamua basi bado umeamua tayari. Hata usipoamua mfaje, umeamua tayari. Nikawa nafikiria wakati nilikuwa nawaza masuala ya muda, nikafikiria muda, moja ya golden rules za muda, nikafikiria moja, muda ni kama shamba. Ni kama nini? Shamba ambalo linaruhusu kupanda mbegu nayo itaka. Maana yake chochote utakachokipanda kwenye shamba hilo kitaota. Na hata kama usipopanda bado kitaota tu. Okay, na mimi kuna mtu bado anatafuta kunielewa, lakini naona tutanielewa vizuri. Mambo yanayomfanikisha mtu katika maisha ni magumu kuyajenga. Ni magumu kufanyaje? Kuyajenga. Au tabia ambazo mtu zinaweza kumfanya akafanikiwa ni ngumu kuzijenga, japokuwa ni rahisi kuzipoteza. Ni ngumu kuzijenga, ni rahisi kuzipoteza. Lakini mambo yote yale ambayo yanaweza kuharibu maisha ya mtu jumla ni rahisi sana kuyajenga, afu ni ngumu sana kuyaondoa kwenye maisha. Nilikuwa naongea na watu muda sehemu fulani, nikamwambia kwamba hivi hata kama wewe unaweza kujua ukafikiria kuhusiana na maisha yako, hivi ni rahisi kuondoa uvivu? Ni rahisi kuondoa uvivu? Sio rahisi. Kuangalia movie, kwa nini rahisi kuangalia movie afu kusoma vitabu ni ngumu? Umejifikiria? Mambo yote ambayo yatakuharibia maisha ni rahisi sana kuyafanya. Ni rahisi sana kujijenga kwako, na yakijijenga kuyaondoa ni ngumu. Mimi mwenyewe ni shahidi. Mimi nilikuwa naangalia movie. Nilikuwa naangalia movie mpaka movie zikanijua kama kuna muangaliaje naangalia. Nilikuwa naangalia movie mpaka mtu wa library inabidi aniulize, Baraka, movie mpya hii ni ipi? Movie kali, latest. Mimi nikienda nilipotoka natoka advance na waulizia wale jamaa zangu, jamani, movie gani mpya hapa around imetoka ya Korea? Nilikuwa napenda zile za falme zile. Movie gani? Nachukua movie kabla 16 ambazo ndani yake kuna vipande visipungua 100 ambao nitaangalia likizo nzima. Na nikaplani kila movie atisi iwe vipande vile 50 afa vya dakika labda 17 atisi niwe naangalia kwa siku 2 mfululizo. Na niliweza. Angalia ilivyo kazi kuondoa sasa hiyo movie kichwani. Kwa sababu akili yangu inaniambia kwamba ili urefresh vizuri movie, ili uenjoy movie, ukikasirisha jambo linakusaidia kurefresh kwa haraka ni movie, kwa sababu nimetengeneza utaratibu kwenye akili wa movie. Jamani, wangapi wanaofahamu ubongo kwa picha? Ubongo hivyo kwa picha umenyoka. Unajua kwa nini? Kikawaida binadamu na ubongo wake hajaumbwa kwa utaratibu. Utaratibu unaotengeneza mwenyewe.
Na ndio maana mambo yote ambayo yani kwanza unashangaa uyapendi, alafu unatamani yaondoke kwenye maisha, hayaondoke kwa sababu maisha yamedesigniwa kuweka utaratibu kwenye ubongo wako. Ubongo haujawahi kumwazia mtu awe tajiri, ubongo haujawahi kumwazia mtu asome. Na ndio maana ukisema nilae nisome, ubongo unakwambiaje? Kwa hiyo ukasema kama Mungu ameniumbia akili ya kusoma, hakuna akili. Hata wewe ulize ubongo wangu, niende EMC au nisiende? Umekwambiaje? Siende. Lala. Kwa sababu hamnaga utaratibu hivyo. Mungu ameweka utaratibu kwa mtu aamue ubongo wake uwe na nini kichwani au usiwe na nini kichwani. Alafu amekupa maamuzi, amua aina maisha unataka kuishi. Na hayo maisha unataka kuishi yana matokeo ya namna ulivyoamua. Sasa kwa nini nimeanza na utangulizi wa hivi? Kwa sababu tunapozungumzia ubunifu kwa kifupi au kwa lugha nyepesi ni kuona fursa. Ni kuona fursa na kuzitumia. Ndio ubunifu wenyewe. Mtu anasema ubunifu labda ni jitu gani? Ni kuona fursa na kuzitumia, ndio ubunifu mkubwa ambao nitauzungumza hapa zaidi. Kwa nini watu vijana wengi hatuoni fursa kwenye maisha? Au kwa nini hatuna hizo fursa kwenye maisha? Nataka leo nielewe vizuri hapa. Nikupe maana hapa haraka. Hiyo nimesema hiyo ni mtazamo mkubwa wa ubunifu. Ubunifu ni uwezo wa kufanya kitu kile kile kwa namna tofauti. Jambo ni hilo ila utendaji kazi wako au ufanyaji kazi wako it is quite different from others. Hata kama kuna mtu aliyewahi kufanya hicho kitu ni kinabaki ni kile kile, lakini utendaji kazi wake ni tofauti. Leo hii kuna tofauti kati ya muimbaji na muimbaji. Akiimba muimbaji fulani unajua kabisa kuna muimbaji nampenda kwa sababu kuna utofauti wake ameuongeza kwenye muimbaji wake. Otherwise atusiwe mpenda mtu yeyote. Unapenda mtu fulani anaimba, unajua kwa nini anaimba? Kwa sababu yana namna fulani. Mimi siku zote naambia watu nasema haijalishi una lugha Mungu, unajua kuimba sana, una sauti nzuri, lakini usipokuwa na ubunifu, watu hawatakuelewa na hawatakulipa. Hata kama una nyimbo nzuri. Na ndio maana kuna wale ambao wanaandikia watu wengine nyimbo, wengine wanaimba rafiki za kwao na wanaimba vizuri kuliko hata aliyetunga. Kwa nini? Ni kwa sababu hajapata tu wimbo. Akipata wimbo anafikiria, wimbo unaenda kwa muziki gani? Nina uimbaje? Na nikiuimba utokaje? Ninapoanza wimbo naanzaje? Tunaelewana vizuri? Mimi sipendi bongo flavor of course. Na leo sisikizio na nikiwa napita nasikia wanapoanza kuimba. It quite different. Namna yao tofauti kabisa. Na kila mmoja na namna yake. Anaimba. Na washangaa hata wewe mwenyewe uimbi nje lakini unaimba kwa ndani. Unajua kwa nini? Difference. Diamond akiimba kila mmoja ana shout, hapa ameimba wimbo. Na kile wimbo unaotoka ni bora kuliko wa jana. That is. Huo ndio unaitwa ubunifu. Ukiwa nikuhakikishie ni kwamba ukijiona wewe ni kama wa jana haukui. Unaongezeka umri na ndevu na unakokwenda. Sasa wewe kasirika, nuna, shauri yako. John Maxwell alisema kwamba ukijiona unafurahia mambo uliyofanya miaka 5 iliyopita, wewe haukui. Una spidi ndogo sana ya kukua. Miaka 25 ila ukuaji ambao unaozungumzia hapa kuelekea kwenye maisha serious na miaka 5. Unapaswa kupakatwa kabisa bado. You must pay the price to grow. Otherwise unabaki hivyo. Hakuna maisha magumu kama maisha ya mtu kwa kawaida. Yanakera ya maisha hivi. Haueleweki uko juu, haueleweki uko chini. Upo hapo chini. Yaani ueleweki uko wapi? Ni maisha mabaya sana. Maisha mabaya mno. Jamii inakutazama msomi ila wewe ujisomi. Watu wanakuona na maisha mazuri lakini wewe ndio una maisha magumu. Unajua mwenyewe mimi ndio na maisha magumu. Unaogopa, unaona hata aibu nimpigie mama na njaa. It is very difficult. Inafika point unashindwa hata kumpigia nimpigiaje. Kwa sababu wewe perception na watu wakijiona unajua una hela. Lakini kwa nini una hela?
you are not creative. Hauna ubunifu na kakatu. Tunaona vizuri. Jambo ni lile ila utendaji tofauti. Tukitaka tujue wewe una ubunifu au una ubunifu, ni kwamba jambo ni hilo hilo ila unavyofanya. Mama anasema, kama wote ni tunaimba ila it's different. Mbona kama tuna dance lakini huyu mtu ni tofauti? Mimi wana dance sometime. Japo huwa ninapendelea kudance lakini hivyo. Mungu amenisaidia na huwa nacheza sometime. Sasa tukiwa tunacheza hivi niko na wenzangu huwa naelewa. Hao wote hao wananifuata mimi nicheze namna fulani. Na nikicheza mtu anasema huyu jamaa tusimwige jamani. Huyu tuvunjike miguu tusimwige. Huyu tumwache kwanza. Sasa tupe zile step simple ambazo tutaendana nazo. Creative. Unajifikiria step inachezwa tunaenda hivi kweli, lakini mimi na hivyo kwa namna fulani. Unashangaa unakunjana. Huo unaitwa ubunifu. And you cannot be creative kama sio sehemu ya kwako, kama sio talenti yako unakuwa creative, otherwise not. Na ndio maana jana nikaanza na vipaji, ujue kipaji chako ni kipi, alafu uwe creative kwa namna fulani. Na usiwe kama mtu aliyejana. Kuna mtu mmoja anakasirika sana, asami, yani yeye anaofanya anapenda kuwa mchekeshaji, anachekesha kama Mboneki. Anaigiza sauti, ngambia you cannot be creative. You are killing your own creativity. Kujifunza kwa wengine ni vizuri, lakini wewe you have only difference and you must know it. Kama sio nje hapo it be the same. Na hakuna kitu kinachokela, ni kwamba inafika point utaki kusalimiwa shikamoo, ila sasa shikamoo zimekuwa nyingi. Shikamoo dad, shikamoo mdogo, mdogo, mkubwa, alafu na hela. Very bad. Wengi mnajua very bad. Kuna tofauti sasa kati ya maneno mawili, ubunifu na ugunduzi. Ukizungumzia ubunifu nimesema kufanya jambo lile kwa namna tofauti, lakini ugunduzi ni uwezo wa kutengeneza mambo mapya ambayo hayakuwepo. Kwa ukizungumzia innovation unazungumzia mambo ambayo hayakuwepo kayatengeneza, lakini ukizungumzia creativity mambo ambayo yapo ila wewe unafanya kwa namna tofauti. Kwa mfano, zamani ilikuwa ni lazima usome magazeti ya makaratasi, ndio hard copies. Leo hii kuna magazeti hayo yaliyotoka saa moja, hayo ndio yametoka kwenye simu, e-news. Unalipia 100 unasoma gazeti, alafu mtu wa hard copy analipia 500. You see how people are creative. Yote wanawaza namna gani wapate hela ya mtu, na wanaipata. Unapenda gazeti unaingia online, unalipia. Washapata hela yako. Unataka hard copy wanakutolea na hard copy tena. Tunaelewana vizuri. Kwa mfano kuna wale ambao wanauza vitabu kwenye mtandao. Kuna jamaa alikuwa tajiri wa kwanza duniani, anaitwa Jeff Bezos. Mtaalamu wa Amazon. Wangapi mnafahamu Amazon? Wangapi tumenunua kitabu Amazon? Kama sio wagumu. Elewana. Tajiri duniani hajaandika kitabu, hana kitabu, ila nikuhakikishie anauza vitabu. Anakusanya vitabu vya watu na watu wanamwambia kabisa tunaweka ubia. Rafiki yangu nakuuzia kitabu online, sawa? Nikuuzie shilingi ngapi? Wewe kitabu unauza shilingi ngapi? 15. Mimi nitaweka 45. Ile ya juu ni hapa. Nakubaliana, ndio fresh mkataba. Vitabu vinauzwa huko. Akawa tajiri kwa sababu ya kuuza vitabu. Tusiwinga kama sasa na winga watu wanacheka mimi winga, wanakucheka wewe. Shida sio kwa winga gani? Unaita utofauti gani kwenye uwinga? Maana yake tuna mawinga wengi sana. Hata kwenye eneo la fedha, zamani ilikuwa ni lazima utoe cash, si ndio? Leo hii kuna M-Pesa. Hela ambayo hata yuishiki. Ambia nataka nikutumie hela. Ila sasa nitakufikiaje huko mbali? Naambia haina shida, M-Pesa namba yangu hiyo hapa. Creativity, wanawaza namna gani warahisishe mambo. Wewe unawaza nini? Au unarahisisha maisha gani? Muulize mwenzako unarahisisha maisha gani? Au unaongeza ugumu wa maisha? Baada ya kurahisisha maisha unaongeza ugumu wa maisha. Wewe sema uliopo ni shida. Ukiwepo ndo wanaona raha kabisa haupo. Unaongeza kelele. Naona. Utaangalia kuna masuala ya usafiri. Usafiri sio tu kutembea kwa miguu sasa hivi. Wao wanatembea kwa nini? Kwa ndege. Yote ni creativity, wanawaza namna gani
wafanye vitu kwa ubora. Namna gani watengeneze vitu kwa ubora? Ni namna gani waweze kufanya mambo yaende haraka na kwa usahihi na kwa ubora mzuri. Lakini pia tuna watu nilikuwa nafuatilia development ya Coca-Cola. Jamani mnisikilize huko. Mimi sio na shida, kama unikuwasha tawasha huko. Nilikuwa nafuata development ya Coca-Cola ilivyo. Kuanzia mwaka 1800 kule. 1911. Kuna mzee mmoja akawaza formula ya Coca-Cola. Anaitwa Sandra. Akawaza formula ya nini? Ambayo ilivyoanza akaanza kusupply wapi? Kwenye nini? Hospitali, wagonjwa wanywe hizo soda. Na anasema kabisa kwenye soko la kwanza chupa zilinunua chupa 9 tu. Leo hii tuna Coca-Cola mpaka Tanzania na tuna kampuni la Coca-Cola hapa. Creativity. Mtu anawaza namna gani naweza nikafikia watu. Lakini wewe unawaza namna kufikia watu zaidi ya unawaza namna ya kula, vaa. Lazima uwaze nje hapo. Tuna makundi manne. Nimesema ndio first item tufikie lengo. Tuna makundi manne katika eneo la ubunifu. Tuna watu wanaofanya kitu kile kile kwa namna ile ile. Wanafanya kitu kile kile kwa namna, kama ni biashara ya nguo anafanya biashara ya nguo kama mbibi wa kule kijijini. Anafanya pia kijijini ndio yeye anafanya hivyo hivyo. Au watu wanavouza labda kwenye status naye anauza kwa status hivyo. No difference. Kama wenzake wanaposti naye anaposti kama hivyo. Utamuuliza wewe ni mfanyabiashara wa aina gani? Anambia mimi ni mfanyabiashara kama wale wengine wanaofanya. Anafanya jambo lile lile ila kwa na pia na kwa namna ile ile. Kundi la pili la watu hao. Hawa pia sio wabunifu. Kazi yao ndio copy na kupaste. Kundi la pili, watu wanaofanya kitu cha tofauti kwa namna ile ile. Kitu ni cha tofauti kwa kweli. Kitu ni kizuri kwa kweli. Kitu ni cha ila namna inamkosti. Anaendelea na namna yake ile ile. Kundi la tatu, watu wanaofanya kitu tofauti kwa namna tofauti. Wanafanya kitu tofauti kwa namna, jambo ni zuri na walifanya kwa namna tofauti. Lakini kundi la nne ni watu wanaofanya kitu kile kile ila kwa namna tofauti. Uongozi ni ule ule, haujawahi badilika vyeo vyake. Lakini what's the difference? Wewe unaongeza nini kwenye uongozi? Kwani urais umebadilika? Waziri mkuu umebadilika? Lakini nikwambia alichofanya Magufuli kinaeleweka? Si ndio? Si ndio kinaeleweka? Creativity, anawaza namna gani ya kuweza kusaidia wananchi. Ila cheo kimebadilika cheo. Uongozi ni ule ule ila namna ya kufanya kwenye uongozi must be different. If you need to have a legacy in this world, you must show your difference. Ni vizuri kujifunza kwa wengine kama nilivyosema, but you must have your own difference. Sio kudensi ni kule kule, una dance vile vile, kila siku una dance hivyo hivyo, ama piano hivyo hivyo, kujizungusha vile vile. What is your difference? What is your difference? Find luck. Haya, sifa za watu wabunifu. Haraka. Sifa ya kwanza ni watu ambao wanatega pesa kwa urahisi. Ni watu wanatega pesa kwa nini? Na hapa ndo nitakutajia dhana ya kuto pesa haitafutwi, inafanyaje? Inategwa. Pesa haitafutwi. Wote wanaohangaikia fedha hawajai kuiona. Inaota ambayo inapeperuka inapoenda kuperuka. Ila watu wanaotega fedha ni wale ambao ni creative. Watu ambao wana difference kwenye soko. Watu ambao wana difference kwenye mambo wanayofanya. Ndio hao wanaotengeneza fedha sana. Nikizungumzia kutega fedha maana yake unafanya kitu ambacho kinafanya fedha sasa inaona aibu. Kwamba sasa kama huyu jamaa yuko hivi kweli nishindwe na anawezaje? Tuna watu ambao tunalazimika tuwalipe. You know why? Wametengeneza difference ambayo inasababisha hata sisi tuone kabisa ni aibu tusipowalipa. Si ndio? Kuna watu wakija hapo kusema tunamwalika mtu fulani, unajua kuna namna fulani na perception ambayo tuko nayo. Creativity. Na mnaangaika tumlipe shingapi kwa sababu ya ubora alionao. Difference alionayo. Lakini akifanya kama watu wengine
hauwezi kuwa na hiyo kitu. Hata heshima inapungua kwa sababu ni yule yule, ni wanafanya kwa namna ile vyote vile. Hivi KFC ni nini? Mzee kawaza na miaka 75, katoka kustaafu ni wanajeshi, anawaza bwana maisha ni magumu nafanyaje? Akaanza kukaanga zile nini? Hizo kuku. Kaanga kafanya lakini wakaanga kuku ni wengi. Alivyowaza vile akaanza kujiuliza maswali, nifanyaje mimi kuku wangu wawe tofauti? Akagundua mimea 11. Mimea 11 ambayo alikuwa anatumia kuweka kama viungo kwenye zile kuku zake. Mpaka leo mtu anajisikia la akisema nimekula kuku wa KFC, lakini that is the creativity of the person. Mpaka leo. Na hapo sasa mpaka leo ukiuliza hiyo miti hiyo mimea ni nini, hajawahi kuonesha. Na aliweka ubia kabisa, jamani nawaachia hii taasisi hata kama nitafariki msiwaambie watu hiyo siri. Kwa sababu the more akiwaambia tu basi imeisha. Ni sawa sawa kujichanganya mtu wa Coca-Cola. Ameenda kwa madaktari kusupply kule, wakamuuliza kuhusiana na formula, wakaibadilisha kama Pepsi. Pepsi imeanzia wapi? Imeanzia huko. Watu waka creative zaidi ya mtu mwingine. Usipokuwa creative, vyako vizuri watavitumia watu wengine. That is very bad. Usipokuwa creative, hautatumika vibaya na watu. Kwa sababu watu na kawaida wakiona una uwezo fulani, watakutumia, watakuacha. Na utabaki hivyo hivyo. Jamani, hivi kwa nini Nokia mpaka sasa hawatambi? Nokia. Kwa nini hawatambi? Wakaendelea na ujinga wao ule ule wa batari. Wenzao wanahama kwenye smart, wakachelewa. Walivyochelewa soko walipo tena. Creativity. Tenda haraka. Lakini pia sifa yao, soko linawangangania au watu wanawangangania watu wa namna kama hiyo. Soko haliwezi kuwatema. Sifa ya tatu ni wana ushawishi mkubwa kwa sababu ya utofauti walionao. Ladha yao ni tofauti. Ladha yao ni leo hii ukiambiwa kuna mwimbaji fulani yupo mahali fulani, yani kuna mwingine anasema naendelea tu kulala. Kuna mwingine wapi? Niambie ni free entry au kuna kiingilio? Bwana free, yani siwezi kosa, hii ni bahati. Yani ni bahati kumuona mtu. Ni bahati kumuona akiwa anaimba wimbo ule ule. Na unao umedownload kwenye simu. Yeye anatamani anavyoimba. Jamani. Anavyokunja sauti. Jamani. Jamani, niende tu nikaone. Kuna watu hapa hawapendi mpira, anasema sipendi Yanga, lakini nampenda Pacome. Yaani Yanga yaso sana ila Pacome difference. Naye anakomaa kabisa kwenye mpira, acheze tofauti na wengine. Ndio kimpe jina na ndio kio hivyo. Ndio wachezaji wengi ila yana namba anapata, kwa nini anapata namba? Difference alionayo. Sio wengine wanakuuliza, sasa tufanyaje kocha bana wewe? Tutafanyaje sasa? Wewe unacheza muda mrefu ingia. Sio hiyo. What is your difference? Unajua kiingia anaanza kubadilisha kitu muda. Kawaida ya chumvi unabadilisha ladha. Ila kawaida ya mchanga inaongeza shida. Ndio maana mchanga na chumvi wa vitofautiani. Utofauti wake ni ladha inayoongezeka kwenye baada ya kitu. Ukila mboga ambayo ina mchanga ambao ni mweupe tofauti na mboga ambayo ina chumvi. Maana yake what you add unaongeza kitu gani? Ndio kitaamua watu waone ladha gani na utofauti wa aina gani. Lakini ni watu ambao wanaajiri wengine. Hawa ndio wataalamu wa kuajiri wengine. Wanatumia creative yao kuajiri wengine. Nini maana ya kuajiri wengine? Ni kwa sababu wana mambo mengi sana, ila wanahitaji wasaidizi. Wanaangalia kipaji chao, kiongozi njoo hapa. Nakupa shilingi ngapi? 500,000. Afu unaendelea kumzalishia hela, afu anaendelea na mambo mengine. Yaani creative mambo ni mengi, mtu ukiwa creative mambo yanakuwa mengi sana. Ila ambayo sio creative unatumia wale ambao creative wanaendelea kusupport. Sasa hii ni mbaya. Unaweza kuona simu na yuko 500,000 lakini yeye unamuingizia zaidi ya 500,000. Kwa sababu uko creative. Leo Balesa amekaa na waza kitu gani kingine ambacho kitawavuta watu. Yaani ana hela bado lakini anataka kuendelea kuzalisha. Wewe sasa una hela na una shida hata kufikiria. Hawa ndio watu wanakuwa role model, Samia role model wangu fulani. Wanakuwa ni role model kwa wengine. Watu ambao ni creative ni watu role model kwa wengine. Watu hawaoni shida. Mtu anajiandika my mentor. My mentor.
Sawa. Uhusiano uliopo kati ya kipaji na ubunifu, niende haraka. Uhusiano uliopo kati ya kipaji na ubunifu. Na hapa nitatoa ile parable ya wale kwenye talanta 5, talanta 2 na talanta 1. Yaani ni mfano Mungu aliutoa kwa ajili ya watu wote. Kuna watu Mungu kawapa vipaji 5. Kuna watu Mungu kawapa vipaji 2, kuna watu Mungu kawapa kipaji kimoja. But it will depend to our creativity. Hauna ubunifu hata kama una vipaji vingi, utakuwa unaonekana unakuyanga. Wewe una kipaji gani? Mimi niko mimi hapa ni multipurpose yani. Nagusa kote. Watu wa hivi hawaende kokote. You must specialize. Wewe tukukuta wapi? Tukutaka unakuta wapi? Si ndio? Lazima uwe hivyo. Mtu ajue kabisa. Leo akiwaza, unaona nani brother? Msafiri hivi. Msafiri ni mtaje kwenye fursa gani? Msafiri wewe si ni mchezaji yule. Hivi hata recommendation niwaambie zinafuatana na uwezo wako. Leo mimi siwezi kukurecommend kwenye fursa ambayo uwezi. Si ndio? Ninapata na fursa. Ndio maana kuna hii ninapata shida sana. Pale mimi naambiwa Baraka ninaomba watu wa aina fulani. Namwangalia rafiki yangu nampenda, lakini si ndio rafiki anaweza nini? Yupo tu. Anapenda kuimba, apendi. Ni kiongozi apendi zina uongozi. Unaona sio shida, unamtaja mtu mwingine. Ambia Baraka, vipi hanga michongo huko? Michongo gani mimi sikujui? Unataka michongo gani sasa? Au creative umelala tu, wazi chochote, una elimu yako tu. Maisha ni magumu sana ukiwa hivyo. Kipaji ni uwezo wa kukusaidia kuwa mbunifu kwenye maisha. Kwa kipaji ndio kinakupa ubunifu. Ule uwezo wako ndio unaamua ubunifu wako. Ila kama hujui uwezo wako sasa ndio tatizo. Sasa ubunifu gani ambao hauko popote? Ni shida hiyo. Una uwezo wa uongozi, ni kuhakikishia ni kwamba itakupa ubunifu sana kwenye uongozi. Namna ya kudili na watu, namna ya kuongea na watu, unashangaa mtu anakuwa creative, very creative. Bora sio matatizo haraka kwa sababu yuko creative kwenye eneo lake. Lakini kuna kiongozi rafiki yangu, sio ana kipawa cha uongozi, angalia shida yake iliyopo. Mimi achana na mimi bwana. Unasema nini bwana? Toka ni achana na mimi. Every time anakasirika majukumu, anapewa majukumu ya kwake. Si ndio? Wewe bwana waziri wa afya, si ndio? Afya hizi mambo ya afya wana hate. Hayuko hivyo. Yaani hayuko hivyo, mmelazimisha. Ila anapenda tight. Mnaongea na waziri wa miundombinu. Miundombinu gani? Analalamika hata miundombinu yenyewe haijui. Kwenye posta pale kwenye sarasa anaandika pale waziri wa miundombinu ambaye hatajenga chochote, hajaongeza chochote. Mpaka anaondoka kwenye uongozi ni kulalamika. Uwezo au kipaji ndio inakupa ujasiri wa kupata mali na kuonesha uhusiano kati ya kipaji na ubunifu. Uwezo au kipaji inakupa ujasiri wa kupata mali. Na hapa ndo kuna neno linaloitwa ujasiri amali. Kuna maneno mawili pale, ujasiri na mali. Mjasiriamali ni mtu ambaye ni jasiri kupata mali. Iko hivyo. Haoni shida kutembeza nguo. Ni jasiri kwenye eneo lake. Ni jasiri kwenye nini? Wewe tukienda labda outreach, tukienda kwenye sehemu kuna wale watu wanapenda kupika obviously yani. Haoni shida, au ni jasiri kabisa. Ujasiri wake ndio hivyo. Yaani haoni shida mshika sufuria, haoni shida. Ila kuna mwingine sasa masisi sitaji, maana you are not there. Na usilazimishe kwa kweli. Sawa. Sawa. Kipaji ndio uwezo pekee wa kutengeneza mbinu au njia tofauti za kuongeza uzalishaji. Hapa ninachomaanisha nini kwamba you have multiple stream of income according to your talents. Sawa Sawa. Utamwona yule mtu mwenye aliyepata talenti moja akasemaje? Akasema mimi nikaona wewe bwana ni mgumu sana wewe. Kwani hata sio shida, akafukia wapi? Chini, akaua kabisa hiyo talent. Kwa sababu he is not creative. Anaambia basi ungeka hata kwa watu waliba. Ambia hata kuwaza yani. Akafa nayo. Lakini pia thamani yako iko ndani ya uwezo wako au ndani ya kipaji chako. Thamani unasema thamani nini?
Thamani? Usia thamani nini? Ile kwenye ile nini? Thamani yangu. Thamani yako tunazungumzia uwezo wako, kipaji chako kwenye kutatua matatizo ya watu wengine. Utatui matatizo wewe useme thamani yangu, una thamani hapo. Kwa unazungumzia thamani yangu, unajua unasema unatatua matatizo gani? Utatui chochote maana anza kutafuta thamani yako kwanza kabla hujaisema. Sababu kusema thamani yangu mimi nitakudai, unatatua nini duniani? Mimi na thamani na utu gani? Okay. Maeneo 7 ya ambapo wabunifu wanatokea, au maeneo 7 ambayo yanaweza akakufanya, au unasema maeneo 7 ya ushawishi. Maeneo 7 ya ushawishi. Kuna eneo la dini na jamii, inaitwa 7 mountain of influence. Na hizi hapa nazungumzia, kumbuka ninapokutajia hapa unaendelea kutafuta eneo gani ambalo wewe you are better than na uinvest hapo, kwa sababu cannot be creative if you are not investing in yourself. Kwa lazima pia uinvest kwako kwanza ili uwezidi kuwa creative. Maana kuwa creative kwenye kipaji chako ni kitendo cha kuchukua kipaji chako kuweka wapi? Kazini. Ukiweka kipaji kazini ndio unakuwa creative zaidi na uzidi kuweka kipaji wapi? Useme na kipaji cha kuimba na uimbi, useme na kipaji cha kucheza na uchezi. Cheza, afu utagundua na madhaifu wapi nirekebishe wapi. You become stronger the more you practice. Si ndio Na wafundishaji wanafunzi wangu anambia, unataka kujifunza Kiingereza jambo ni dogo tu. Kiasi kuongea Kiingereza, penda tu hivyo. Practice make. Amjaipitia hayo mambo. Eneo la biashara na uchumi na utajia hapo. Kuna watu wako very creative kwenye eneo la biashara na uchumi. Very creative. Eneo la 3, eneo la michezo na burudani, utaona waigizaji, utaona wacheza mpira wako hapo. Na they are so better. Na ndio maana katika eneo pia la wachezaji na michezo na burudani kuna watu ambao wana difference kubwa sana. Leo nikwambia unampenda mchezaji gani? Unampenda sio kwa sababu ya kumpenda, kwa sababu ana difference tofauti na watu wengine. Kuna eneo la media, yani watajia hapa nikasema. Of course ni sio jana. Kuna maana nilikuwa namuongelea anasema Millard Ayo is so creative. Leo hii akiposti Millard Ayo anasema hii ni habari ya kweli. Ila kiwalisia Millard Ayo hajasomea hayo mambo. Unampenda kwa sababu ni creative kwenye eneo lake. Sema kipindi cha corona mtu akasema Millard Ayo hajaposti bana, achana nayo bwana. Kwamba nafunga shule, Millard Ayo hajaposti. Yaani mpaka aposti mtu ambaye jamani. Na wewe kawaida normal. Yaani umeridhika na maisha yako na jinsi yalivyo. You are normal. Watu wanakufurahia kwenye nini sasa? Ambia mimi nipo. Ewe Mungu ndo Mungu ndio niko ambaye niko. Wewe ni nani? Shambo yako wewe. Eneo la siasa na uongozi. Siasa na angalia unaweza wapi sasa. Ndio invest yako sasa. Nakwambia hivi ili uende kuinvest uwe bora hapo. Ukiwa bora hapo utakuwa na nini? Na ubunifu hapo. Na ukiwa na ubunifu hapo uta attract fursa nyingi. Lakini eneo lingine la 6 ni eneo la sayansi na teknolojia. Kuna Mtanzania mmoja hivi alikuwa sasa hivi yuko Marekani. Alitengeneza app ikagomewa na serikali. Sasa hamna. Nataka utauni kwenye nchi yetu. Creative kwenye science. Lakini eneo lingine ni eneo la elimu, la 7, eneo la elimu. Kuna watu ambao wako special kwenye masuala nzima ya nini? Ya education. They are here to change, kuongeza radha kwenye elimu. Na hiyo ni mmoja ambao mimi ninatamani kuifanya kwa nguvu sana. Kwa sababu wanafunzi wanasoma vitu ambao havitaki kuanzia form 4. Hapo tunagombana nao. Hapo form 4. Kiambia mtu chagua course gani? Mbia rafiki yangu aniandikie. Niandikie. Anajua anaamua maisha yake. Niandikie, anaandikiwa HGK, HGL, PCM, anaenda kusoma. Mambo ni magumu, analalamika anangoja chuo. Anasoma kitu ambacho kipendi. Miaka 18 for failure. Maisha ni magumu sasa. Tumia elimu ulionao sasa. Unagundua hata igusi hata uwezo wako. Mambo yanakuwa ni mazito zaidi. Kwa mfumo wa elimu kuna yaani mfumo wa elimu uko hivi. Ukitaka kuenjoy, soma kitu ambacho unakiweza. Sasa haya mambo nani amekufundisha wewe? Usome mambo unayoweza. Unakumbuka ulikuwa unaanza kwenda advance. Ni advance tu niende. Hata advance nayo inapita. Maswali 5 ambayo natakiwa kusaidie. Ujiulize, nitakutajia hapo ujiulize ili uweze kuwa mbunifu. Swali la kwanza,
Nikizungumzia who, nani, wewe ni nani? Who are you? Who are you? Mwingine kuna mmoja akauza kwenye interview, who are you? Ambia my name is Lutufio Mwakani. Brother, who are you sio jina lako. Who are you, wewe ni nani? Ambia okay, sawa. I'm Tanzania. Okay, haya. Yaani nataka wewe ni nani? Okay, basi sawa. Okay. Mimi ndo nagombea, nataka ni ndo naomba kazi. Mimi ndo muomba kazi mwenyewe bora, muomba kazi bora. Nimekuja. Ambia unaweza kukaa pale pembeni kaka Utakusikiza baadaye. Ujisomi. Who are you maana yake? Kusudi lako ni nini? Wewe Mungu amekumba kufanya nini duniani? Kuzurula au kufanyaje? Na hakuna mtu ambaye ameumba kuzurula. Na niwaambia jana nikasema kusudi la mtu limeunganishwa na pumzi yake duniani. Ikikata hiyo maana kile haupo, si ndio? Wewe ni nani? Who are you? Ni mfanya biashara, ni kiongozi, ni mtu gani? Ambia mimi ni engineer. Sawa? Siyasema umesomea nini? Nimesema wewe ni na ukijua wewe ni nani ndio utajua watu gani unawahitaji. Hapo utakuwa bora pale ambapo umejijua wewe ni nani. Swali la pili, what can I do? Naweza kufanya nini? Kuna story moja ni shock sana. Neymar kipindi cha wakati kuna haya mashindano ya dunia ya kombe la dunia yanaendelea, akampigia simu kinyozi wake Ufaransa ili aende kufanya wapi? Walifanya wapi nani kombe la dunia mwaka jana? Wapi? Qatar. Yaani kinyozi huko Ufaransa akamnyoa wapi? Qatar, akamwagizia private jet. What can you do? Kinyozi mimi kani challenge ngasa Mungu wangu. Hii hata private jet naweza nikaagiziwa hiyo kwa haraka. Mungu wangu bado. Mimi napenda kujiambia ukweli. Mimi najiambia ukweli. Basi kunazingua hii. Hapa private jet wewe hapa haikuzungumzii wewe hapa sasa huwezi kuagiziwa. Nani akuagizia? Hata muujiza huwezi kutokea. Kwa sababu muujiza mkubwa ambao unaweza kupata kwenye maisha ni kuwa hai na kujua wewe ni nani. Ndio muujiza wa kwanza. Sio muujiza mingi, huo wa kwanza ndio mkubwa. Na nikuhakikishie mtu aanze kuja kukupa gari kama akujua wewe ni nani. Ndio unaweza kutokea Mungu akatengeneza connection. Connection zote zinafuatana na wewe ni nani. Ni sawa na mfereji yani. Mfereji unapisha maji kwenye mfereji wake. Kama huko nje ya mfereji unapata maji. Ukiwa ndani ya kusudi lako ndo hapo sasa yale yanaona kutoka kufuata kwenye kusudi lako atakufuata ndani ya. Ila nje ya kusudi become normal. How? Swali la tatu, how? Nafanyaje? Haya maswali ndio jiulize haya, how? Ukiingia mtandaoni ushajua mimi naweza kupika masuala ya kupika naweza vizuri. How to cook chapati. How to. Jamani tunawapisha ambao wako very exceptional na wana hela nyingi sana. Kwa sababu ni eneo wanalipenda. Sasa ukiingia huko unasema how to sleep well. How to sleep? Okay. AI, tell me 4 styles of sleeping well. Unaanza kulala hizi. Style of sleeping? Leshi. Endelea kulala. Swali la 4, where? Nitafanyia wapi hayo unayotaka kufanya? Hapa nazungumzia eneo lakini nazungumzia na mazingira. Swali la 5, when? Deadline. Hiki tunakianza lini? Ukijifanyia hivyo unachangaa akili yako inaenda kuwa fast sana. Ndio maana mambo yote ambayo ulipewa deadline inazidi kukaribia, unashangaa akili imekuwa vizuri sana yani. Sio kuchapu yani, si ndio? Au unajionaje yani mtihani umekaribia? Uwezo wa kusoma ile masaa 4 naondoka wapi? Umeweza kudiscuss, umekunywa maji, umeunganisha mpaka saa 8. Anayekwambia unganisha ni nani? Unagundua wewe una uwezo mkubwa sema unazingua. Jiwekee deadline mwenyewe kwamba leo nataka nikimalize kitabu leo. Na silali bila kumaliza kitabu. Sasa wengi wanasema kwani nani anisimamia hapa? Baba kitabu. Na uendi kokote kwa tabia hizo.
Jiwekee deadline, sawa? Jiwekee deadline. Usiogope tu supplementary, ogopa de supplementary za maisha. Hizo ndo hatari zaidi. Unasapu kwenye maisha ni shughuli. Unajua kusapu kwenye maisha wewe? Yaani unapoteza fursa. Unagundua fursa fulani ningeweza, unatajua unaambiwa siwezi. Ambia tunahitaji mtu ambaye ana uwezo wa kompyuta. Nasema Excel unajua? Excel. Excellence. Hujui Excel? Bia kwenye chuo wanakufundisha sana Excel. Ila ulikuwa na PC ya nini? Movie series mpya za Ikolia, naona una mitandao yote na website. Haya mambo haraka hapa bado ikachachi sana zinibakia. Hao ni mambo yanaweza kusaidia kwa mbunifu. Yako mengi hapa lakini naomba niishie kwenye hao maswali. Mambo ambayo yanaua ubunifu. Mambo ambayo yanaua ubunifu. Haya ni mambo ya hatari, yaepuke sana kwa nguvu nyingi. Jambo la kwanza, kuto kujijua wewe ni nani. Kuto kujijua binafsi, inaitwa identity crisis. Hii ni jambo linaloua sana nini? Ubunifu. Nimelizungumzia zaidi. Lakini jambo la pili, kutumia muda kwenye mambo yasiyo kuongezea thamani. Kutumia muda kwenye mambo yasiyo kuongezea thamani. Unamwangalia Leonardo kuanzia asubuhi mpaka jioni, amekuongezea nini? Kakuongezea nini? Nimecheka. Zeni. Lazima ufanye vitu vinavyokuongezea thamani. Ukiingia kwenye simu yangu huku, unajua ukitaka kujua huyu mtu anaangalia nini kwenye simu, nenda kwenye YouTube kule. Hii kwenye history kule, utagundua ni nani huyu? Niko na mtu gani hapa? Zile hata ufutaji. Utafuta kuku, ila ukiwasha data zinakuletea pale, yani zile za juu zote zinakuletea za kwako. Kwa hiyo utakudaka tu. Utakudaka tu kwamba ni nani? Unaangalia nini? Unajua unavyoangalia wewe kwa siri. Haya, unajua mwenyewe kwenye maisha yako ukiwa chumbani unaangalia nini? Unajua. That's what is distracting your eyes to see. Nishakwambia ubunifu ni uwezo wa kuona, lakini uwezo wa kuona unaharibiwa na movie. Too much movies, unaangalia movie mpaka macho yanauma. Yanauma unafanya hivi. Unachukua maji unaonawa. Unaunga hivi. Au unaanza kuweka distance unasogeza kwa mbele. Rafiki yangu, kama tulikuwa tunasema hapa napata masomo mbalimbali. Somo la kwanza tuwe na upendo, La pili hapo, usimpige mwenzako. La tatu, ni kuhakikishia ujifunzi au unayajua hayo, kwa na upendo ujui. Nataka msisitizo. Endelea na msisitizo. Vinaua macho. Vikiua macho umeua destiny. Utapoteza muda wako mwingi sana kwenye maisha kwa sababu ya kuangalia vitu ambavyo havikuongezei chochote. Angalia watu wanao kuchallenge. Watu wanao challenge, watu wanafanya mambo makubwa, angalia hao. Mimi nasikiza watu ambao kimsikiza hivi, Yesu, mimi naishi au? Najipanga tena. Why? Mbona mimi wa kawaida? Ndio mimi labda ni Mtanzania. Mtanzania ndio wa kawaida. Jambo la tatu, mahusiano yasiyo sahihi. Au mahusiano yasiyo na afya. Kila siku una stress mwanangu. Hapo huwezi kuwa mbunifu. Una stress kila siku, depression. Unawaza huyo mkaka alivyokuchiti mpaka unakonda. You can't be creative. Walio creative ni wale ambao wako na mind ambayo iko cool, nzuri, settled, very settled. Niwaambia jana kwamba mahusiano sio sahihi yanafahamika mapema tu. Mapema. Test ni nyepesi sana. Angalia unakokwenda na yeye anakokwenda. Ndio utajua wewe hapa mapema hivi yani. Acha kuangalia uzuri kwanza. Uende some. Akupeleke kote sasa kama hautojua anaenda wapi. Mwambie wewe utakuwa nani? Mimi nipo mpambanaji. Hasra. Sasa hasra akupeleke kote, atafanya chochote ili aishi. Hawezi hata acha kula kuchukua rushwa aishi akulisha wewe afu sema sasa ningefanyaje sasa mimi? Ndio njia anazoiona pekee. So ni vizuri ujue mtu anaenda wapi. Mimi nilipojua anaenda wapi ningajua hapa nahitaji mtu wa aina gani. Kajua hapa nilipo nimepoteana huyu, oh my god. Tayari. Tumeandaa event akaja saa 9. Napenda kutoa mfano. Saa 9. Anaambia mbona umechelewa mimi? Nipitiwa. Kwa lala. Mpaka saa 9. Naoa huyu. Hapana. Niliaga
Baraka sasa nikajichoma huku naangalia. Rafiki yangu sikumwambia of course. Yaani ni mtazamo mbaya kuhusiana na maisha. Mtazamo mbaya kuhusu nini? Maisha. Una mtazamo gani na maisha yako? What do you see? How do you estimate yourself? Unajionaje? Are you deserving the best or deserving the worst? Umeenda Mlimani City kwa tembea kidogo kakaa mle ndani. Moyo unashtuka, si ndio? Unaona kama ustahili yani. Lakini ukiona ustahili kwa kile vitaendelea kukaa mbali na wewe kwa sababu ustahili. Tell yourself I'm deserving the best. Naweza na mimi napenda ni mtu wa mambo mazuri. Kwa nini mambo mabaya? Ni mtu wa mambo mazuri of course. Nenda pale una hela ulizia tu. Hiki bei gani ndo tabia zangu hizo. Hiki laki na nusu. Yeah. Oh yes, namuongeza Kiingereza kama vile. All right. Tell me. Ambia where you come from. It's not a matter to understand where I'm coming from. Tell me that. I'm estimating myself higher. Naambiwa kabisa kitu kidogo naambia hiki hapa ninge kwa mangi 6,000 huko naambiwa 70,000. Yo. Ukiendelea kutrain akili yako itaanza kuzoea kwamba ni mambo ya kawaida, na tule vizuri jamani, kwa sababu kula vizuri kunaongeza confidence. Hiyo nimeongea the point of psychology. Siku wote leo kula vizuri, angalia ulipotoka pale. Unaona kama dunia unaiweza yani. Okay, kuvaa vizuri na kula vizuri kunaongeza confidence ya ndani sio kawaida. Wewe chukua samaki yule ambao anamuuza samaki wote 15, mle yani mmalize, afu angalia utavojisikia. Ya mwisho mdangu umeisha of course. Aina ya marafiki uliojizungushia wanaweza kaamua uwe creative au usiwe creative. Mimi rafiki yangu ananichallenge sana. Nimetoa hicho kitabu akasema mwanangu naona bado yani kuna vitu bado havijakaa vizuri huko. Kaambia acha mambo yako. Nimekisoma. Sasa soma mpangilio huu. Hapa nilikuwa fanya hivi. Yaani nasi nimefanya vizuri, anakuja anajiona sawa. Hapa kingine nifanye vizuri. Umefanya kitu hapo ungeongezea. Hamna sasa. Na umezidi, na tunawachukia sana wa marafiki wa hivi kwa sababu wanatuambia ukweli. Rafiki yangu unalala sana naambia usifuatiliane. Lakini hao marafiki ni wazuri. Wanipa dakika ngapi? 3, alright. Hao marafiki ni wazuri rafiki yangu kwa sababu wanakuchallenge. Unaelewa vizuri? Wanakuchallenge, wanakuambia ukweli. Ukweli, unajua kuchallengewa na mtu unaongeza nini? Creativity. Unaongeza ubongo wako kuwa na function faster. Unajua nimekosea hapa. Ukiwa unajipa sifa, unajua kati ya vitu viwili vingine naomba niongezee vya mwisho. Kingine ambacho tunaona ubunifu ni kuridhika. Umefanya vizuri, I am the best now. Wow. You're gonna kill your creativity. Ukifanya vizuri sema hapa ndo nimeanza, kesho nataka nifanye vizuri zaidi ya leo. Nacho kitabu pia nataka nikimalizie cha zaidi ya jana. Become best than yesterday. Matokeo ya jana yaani matokeo ya jana yawe madogo kuliko ya leo. Kwa sababu leo ndo naishi leo. Auishi kesho. Hamna siku inaisha kesho. Hamna siku inaitwa kesho. Siku leo inaitwa leo. Sema tu kipita na ubadilika jina, sio? Lakini unaishi leo. Yoza nitafanya kesho which you can't become the best if kama unaanza kupush mambo yafanyike kesho. Unaelewana vizuri? Na jambo la mwisho nje tu ya kulizika, kujifananisha. Malizia hapo, kujifananisha bado dakika 2. Kujifananisha. Neta complacency. Mimi ni sawa na mtu fulani. Mimi ni sawa na mtu fulani. Unajifananisha, mwisho wa siku unaanza kujidharau. Mimi ndo hapana, sio mimi. Mimi ndo kwa mwimbaji mimi. Hapana. Hapana. Mimi ndoto yangu nikafika point nikasema hata ingetokea Kassim Majaliwa amekaa hapa ananisikiliza angenielewa. I'm creating my mind. Kwa sitaki wote kuongea. Hapa hawa ni watu wa maji. Hapa niongeaje? Nipunguze nini hapa? Sitaki kupunguza. I'm doing the same. Unachokipata angekuepo hapa rais ndio hicho. Siwezi kuongeza kwa sababu imeongezeka rais. You know why? Kwa sababu nimeweka hiyo standard kwamba hata kama akitokea hapa
sio za kutetemeka kwamba ameingia anafanyaje. The same mambo yataendelea kama yanavyoendelea. Tunaelewana vizuri? Usiogope mtu aliyefanikiwa sana. Watu waliofanikiwa sana hata hawana shida na kukia. Hawana shida. Na kama una mpango wa kwanza kuwafuatilia, ukutane nao, unakutana nao kirahisi. Kirahisi sana. Ni kuna watu ambao nimekutana nao niwaomba tu samani. Naomba niongee na wewe. Nikaona lini? Najua uko busy. Lini? Ya siku fulani. Nikasema basi ngoja niandaa hela kidogo 20 nini. Ila huyo mtu ukimwangalia hivi ni mtu mwenye hela nyingi, ana hela, lakini 20 yangu itamfanya nini? Lakini kaongea na akanielewa, na mimi nikasema bwana, hii hela yangu sio mimi ninazo nyingi. Yaani nionao ndio ya mwisho. Hii ndio libakia humu na nauli hapa nitatembea. Natoa hii. Just to appreciate. From that beginning mtu agundua huyu ana hela ila ana akili. Na ndio maana mimi napenda kuambia watu wasema ikitokea ghafla mkutana na waziri mkuu leo hapa, au ikitokea ghafla mkutana na mtu, kwa sababu kwa mfano siku moja niko kwenye lift, naomba nimalizie hapo. Nilikuwa kwenye lift napanda kwenye hoteli inayoje inaitwa Peacock Hotel, iko hapa karibu na DAT. Sasa napanda akaingia mtu simtaji jina. Nikaanza kusheki. Tu kwenye ni kama sekunde 15 hadi 17 pale. Wewe unaombea utana na watu wakubwa. Una nini cha kuongea nao? That's the problem. Unaweza kukaa ukadiscuss kitu gani na mtu, na waziri mkuu ukadiscuss kitu gani na mtu kama miradi, unaweza kudiscuss nini? Na mimi nakufuatilia sana. Hayo unaongea vizuri jamani. Ana mweu. Nipige picha. Nikashinda cha kusema shikamoo. Baba. Mzima? Mzima. Nilikuwa naomba nikutane naye ndo huyu hapa sasa. Sekunde 5 wewe umeshaongea kile ambacho unataka kuongea. Faster tu. Unaongea naye. Mimi ni kijana ambaye ni kiongozi, natamani kuwa kiongozi mkubwa, na nilijifunza vitu fulani kutoka kwako. Natamani sana nipate ukaribu kwako, niambie namna gani niweze kuwa kiongozi bora, kwa sababu vijana wa sekunde 5 imeisha jeshi. Anakuwa na akili sana. You are thinking about to leave the legacy in the world. Na watu wakuu wanataka vijana ambao wanajitambua, sio vijana wewe. Asante sana kiongozi, karibu. Malengo,